Mtaalamu kabisa. Yeah, ndio mimi hapa. Kocha, hongera sana. Tunashukuru kama unavyoona mechi ilikuwa ngumu, lakini tumepata ushindi mzuri wa magoli 4 na ni ushindi ambao tuna dedicate kwa Watanzania kwa sababu hatuja kama Singida Black Star, tumekuja kuwakilisha nchi. Yeah. Mchezo wa kwanza baada ya kupoteza mashabiki walikata tamaa kabisa, lakini leo tumekwenda kunyanyua morali yao juu kabisa na kuona kwamba vinawezekana hata kutetea ubingwa. Ya ukiangalia kama unavyofahamu ligi yetu imechelewa kuisha Tanzania na hatukuwa na muda mzuri wa kuweza kujiandaa. Kwa hiyo tulikubali kwamba tunakuja kushiriki ya Kagame Sekafa Cup ikiwa ndio pre-season yetu. Kwa hiyo tunaenda kwenye mechi ya kwanza tukitoka kwenye mazoezi magumu, wachezaji walikuwa hawajafunguka sana. Kwa hiyo the way siku zinavyosogea mbele na wewe wanapata kureduce ile fatigue ya mazoezi na kuanza kupata flexibility na kuanza kuona kwamba wanacheza mpira. Kwa hiyo kama technical tunashukuru kwamba kile ambacho kimetuleta Kigali kinaenda vizuri. So far pre-season yetu inaenda vizuri. Tumeshaanza kuona kwamba hata ligi inapokuja nani tumpange wapi, tuboreshe wapi kabla ya kwenda kuanza mechi yetu ya kwanza ya ligi kuu Tanzania. Tukizungumza na makocha wengi ambao wamekuja katika mashindano haya Sekafa Kagame Cup 2026, wengi wanakuambia wanawatizama wachezaji wao. Mpaka sasa hivi kocha, ni kwa namna gani umeridhishwa na haya maingizo mapya? Ya ukiangalia scouting ambayo tumefanya kwenye mzunguko kwenye ligi ni tumefanya kitu kizuri, na ukiangalia hata leo tumepokea wachezaji kama 4 wameingia. Asinki amekuja leo, mtu kama Benjamin Tanimu amekuja leo, so ameingia kama wiki iliyopita na ameanza kutumika, lakini wachezaji wengi ambao wameingia, especially mtu kama Mwashinga, unaona kabisa kuna impact kubwa ameleta kwenye kikosi, mtu kama Yona Amos golikipa. Kwa hiyo kuna vitu vingi amevileta. Kwa hiyo haya yote si ndio kitu ambacho kimetufanya tuwe hapa muda mrefu na tuweze kuendelea kutengeneza, tuone nani tutamtumia na wapi, lakini so far tuna kitu tunaona kabisa mpaka 180% ya kile ambacho tumekikusudia kinakwenda vizuri, na so far wachezaji wanatuonyesha kwamba kweli kuna improvement kubwa na tunaenda kufanya vizuri kwenye mechi za ligi kuu Tanzania. Mtazamo wako na maoni yako kwa wachezaji Henry David pamoja na Matthew Tegisi ambao wamepata matokeo leo hii, kila mmoja akifunga goli 2? Ya ukiangalia Tegisi ni mchezaji ambaye tulimuona alikuwa anacheza Pamba na amefanya makubwa kwenye ligi ya Tanzania, ndio maana tukavutiwa kumleta kwetu Singida. Ukimwangalia mtu kama Henry alikuwa yuko Fountain Gate, labda kwa sababu ya aina ya timu aliyokuepo, lakini huko alipokuja imani yetu atafanya makubwa zaidi, na ni mtu ambaye amenisupprise hata mimi mwenyewe kwamba kuna anaweza kufanya makubwa kwa anakoelekea. Kwa hiyo kwetu sasa za technical tunafurahi kwa sababu tunaona kabisa kwamba sasa tunapata options ya kwamba kama huyu hayupo nani anaweza kutusaidia. Hata unapofanya sababu unajua kabisa nani anaanze nani aingie. Kwa hiyo kwetu za technical tunafurahi na tunapongeza management kwa sababu tuliandika kwenye ripoti yetu tunataka tufanye nini kwenye ligi hii, tufanye tuwaletee wachezaji wa aina gani, option A zote tunazipata. Kwa hiyo kwetu ni furaha na kuonyesha kabisa kwamba ligi inakuja tunakutana na kitu kizuri kwetu. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanaona kama wachezaji wengi Singida Black Stars wanaondoka, na hii sio mara ya kwanza. Hata msimu uliopita kuna ambao waliondoka na wengine wakasema mbona kama Singida ameshuka. Kuna kipi cha kuambia sasa? Wanasema wameondoka kwa sababu wengi walikuwa hatukuwatumia zaidi kwa sababu tulikuwa tunapenda kwa nafasi ya kuona wale wapi ambao wanakuja wanafanya kitu gani. Hawa zamani wengi wapo kama unavyoona, Keke kaja hajacheza leo, unaona mtu kama kina Linda Mtange wapo, kina Abdul Malik Zakaria wote wapo. Kwa hiyo ni kwamba tu hapa tumekuja kwenye hii mechi hizi tunawapa nafasi wachezaji wapya ili tuweze kuona ni kitu gani wanacho na wanaweza kadi value gani kwenye kikosi chetu, lakini namba kubwa ya wachezaji ipo, na wale ambao wameondoka kama unavyojua Singida ni kama ASEC Mimosa. Ni timu ni sehemu ambayo mchezaji anatengenezwa na inapoonekana opportunity ya kwenda kupata exposure kubwa nje ya timu yetu tunamruhusu anaondoka, kwa sababu tunaamini kabisa hatuwezi kuwa ukuta wa kuweza kumzuia mchezaji yote anapoona kabisa kwamba anapiga hatua sehemu nyingine anaokwenda. Tunaangalia benefit kwa club, tunaangalia benefit kwa mchezaji, end of the day tunampa release na anakwenda kuendelesha maisha yake. Umetaja kama ASEC Mimosa, kumbuka hapa limeingia jina la Odin Kram ambaye alinunuliwa na Simba Sports kwa bahati mbaya majeraha akamsumbua, lakini baadaye akaenda Libya. Sasa hivi tunaona yupo Singida Black Stars. Kram ni mmoja kati ya wachezaji tuko nao kikosini, bado hatujampa contract, lakini ni mtu ambaye unaona kabisa improvement yake. Ni mchezaji ambaye hahitaji kuangaliwa kama trial, ni mchezaji ambaye alikuwa kutoka kwenye majeruhi, bado hajaweza kurecover vizuri sana, anatakiwa kukua, lakini tutaendelea kuwa naye mazoezini na end of the day mpaka dirisha atakapokuja kufungwa tutakuwa tumepata analysis nzuri ambayo tunaweza kwenda kuishare as a technical bench na kuona way forward unafanya nini kwa klabu. Lakini kwangu mimi bado ni mchezaji ana kitu, striker anaweza kukaa na mipira, anaweza kusaidia timu wakati hana mpira, anaweza kusaidia timu ikiwa na mpira. Kwa hiyo kwetu acha tuendelee kumwangalia, afu end of the day tutakuwa na maamuzi.
Sawa, niwaambie nini mashabiki wa Singida Black Stars? Ya, mashabiki wa Singida Black Stars waendelee kutunga mkono, waendelee kuwa pamoja na timu, kwa sababu tunajua kiu yao kubwa ni kuona tunatetea ubingwa wetu, lakini umekuja kipindi kibaya ambacho cha pre-season, wachezaji hawajapata muda mwingi kupumzika, na hatuwezi kutupa akili na nguvu kwenye kutafuta kombe tu. Mwisho wa siku tutamaliza pre-season halafu hakuna ambacho tunakifanya cha maana, tunaondoka na kombe. Tena kuchekesha kwenye ligi kuu Tanzania, tena kuchekesha kwenye mashindano ya CAF. Kwa hiyo watuamini kile ambacho tunakifanya. Kama ubingwa utakuja wenyewe automatically, lakini concentration yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaiandaa timu vizuri kuelekea kwenye mashindano ya ligi kuu Tanzania na mashindano ya CAF. Kuna mtu anaitwa kijana mdogo sana kutoka Zanzibar, tumemchukua, hajacheza mechi yote ya ligi kuu, lakini kwenye mashindano amecheza, anaitwa Hemed, anacheza fullback namba 2. Lakini ukiangalia mtu kama Henry na Mwashinga pia wafanya kazi nzuri, ambayo ukiangalia unaona kabisa kwamba huko tunakokwenda kutakuwa na kazi nzuri mbele yetu. Nashukuru sana na kila la heri. Asante sana.